Wapiganaji wa Hizbullah huko Lebanon nao waendeleza mashambulizi zaidi katika taifa la Israel. Hizbullah imefanya mashambulizi makubwa ndani ya Israel, lakini pia kwa kutumia makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani. Hizbullah inayodaiwa kwamba inafadhiliwa na Iran ipo katika mapambano, na wakati huu ikilenga zaidi katika upande wa Israel pekee. Huu ni mchakato ulioandaliwa kwa muda mrefu ambapo Iran iliutengeneza. Wakati Iran ikizidisha mashambulizi katika nchi jirani za Ghuba, Hizbullah ilikuwa ikifanya mashambulizi katika taifa la Israel. Hii yote ni katika kuhakikisha ni mpango madhubuti. Kwa upande wa Wahuth na wenyewe pia bado hawajaanza kuingia vitani, lakini wao kazi kubwa ambayo waliapa kuifanya ni kuhakikisha hakuna meli wala ndege itapita katika maeneo yao kuelekea popote, ikiwa ni ya Israel au Marekani italengwa tu. Lakini pia mpango wa wapiganaji wa Kihuth nao pia ni kuingia vitani. Huenda katika siku za hivi karibuni, kama mashambulizi yatazidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wachambuzi wa mambo wanasema tutarajie mashambulizi makubwa kutoka kwa wapiganaji wa Kihuth. Mashambulizi makubwa yanadaiwa kutokea kwa wapiganaji wa Hizbullah kuelekezwa huko Israel, na kundi hilo ambalo linaungwa mkono na Iran na linawaunga mkono wa Iran ipasavyo wakati huu katika kile walichosema ni kulipiza kisasi kifo cha Ayatollah Al-Khamenei, limewataka raia wa Israel wanaoishi katika miji iliyo umbali wa kilomita 5 kutoka mpaka wa Lebanon kuondoka haraka iwezekanavyo. Onyo hilo limewekwa katika ujumbe kwenye chaneli ya Telegram kwa Kiebrania mapema siku ya leo Ijumaa. Kulingana na shirika la habari la Reuters, uvamizi wenu wa kijeshi dhidi ya mamlaka ya Lebanon na raia wake, uharibifu wa miundombinu ya kiraia na kampeni ya kuwafukuza raia hautapita bila kupingwa, ilisema Hizbullah. Jeshi la walinzi wa Israel IDF lilianza wimbi la mashambulizi dhidi ya Lebanon tangu jana Alhamisi baada ya kuambia watu waondoke maeneo ya kusini mwa mji mkuu wa Beirut ambayo ni ngome ya Hizbullah. Muda mfupi uliopita, IDF pia ilisema imeanza wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya miundombinu wa kundi hilo la Hizbullah ambalo linaungwa mkono na Iran. Hata hivyo, inadaiwa kwamba kundi hili limejijenga upya baada ya kusimamisha mapigano dhidi ya Israel katika kipindi cha mwaka 2024, na ndani ya mwaka mmoja, mwaka 2024 hadi 2025, kundi hilo lilidaiwa kwamba limekuwa limejiandaa vilivyo. Jeshi la Israel lilisema kuwa ndege yake ilishambuliwa kwa ghafla maelfu ya mitambo ya kurusha roketi za Hizbullah kusini mwa Lebanon siku ya Jumapili baada ya kupata taarifa kwamba kundi hilo la wanamgambo lilikuwa linajiandaa kufanya mashambulizi huko Israel. Hizbullah ilithibitisha kuwa vikosi vyake vitaendelea kurusha mamia ya maroketi na ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora dhidi ya Israel katika kile walichosema ni kulipa kisasi kifo cha Ayatollah Al-Khamenei. Hatua hii inajiri huku vita vya moja kwa moja vikiendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo mashambulizi ya pande zote mbili yanashuhudiwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.